aje. So leo naenda kuonyesha fashion za men. zinapatikana Men mtu unapokuwa ndani lakini this time ya eneo leo husika. nikasema lazima Kunakuwa na nguvu ya maamuzi. alafu nikaamua Sio mara moja, sio mara mbili, tulikuwa tunawasema hapa wa Nigeria, tunawazungumza wa Nigeria, mafanikio yao yanapatikana kwa sababu watu wa maamuzi wengi wapo kwenye academy, wako London, wako Marekani, ambako dunia ndio inaamua muziki wa ufanyaje, na kwa sababu soko kuu lipo kule, wa Nigeria wako wengi. Kwa hiyo kuna kila haja, hata sisi hapa wa Tanzania. Kuna siku nilikuwa piga story na mtu nikasema, kwa mamlaka ya mtu kama Salamu SK, nani tuna mwingine ambao naona wana hiyo accent ya kwenda huko, wamekaa kwenye nusu wa Bongo nusu wa Marekani, umeelewa? Kuna haja ya wao kuomba hiyo kwa manufaa ya muziki waingie kwenye maeneo kama haya. Ingekuwa rahisi sasa hivi kuona hata ngoma ya Zuchu leo hii pia ipo kwenye mchakato wa kuwa considered baada ya kutoka. Lakini bad luck ni kwamba na sio bad luck, good luck ni kwamba tumepata tu msanii sasa. Unaona hiyo Konde Gang iko live, amekuja tena Abigail Chams, yuko AY, yuko PQ, sio wachache, lakini mimi nilikuwa natamani hata kwenye maeneo mengine pia watokee. So pongezi kwa Harmonize, kaingiza ngoma 4. Harmonize, moja kati ya ndoto zake ni kushinda Grammy. Hiyo iko wazi, alizungumza hilo mara nyingi sana. Unaelewa bwana? Kama haijaenda furaha imeingia pale, lakini ukiachana na furaha kuna ngoma ambayo inaitwa Finally, iko pamoja na Lady Ben. Please for me, that's why I have a lot of you, but yuko na Abigail Chams. Na niliwahi kuhoji pamoja na Simoni ya AY. Niliwahi kuhoji kwa nini mimi tu kuiona wakati mchakato ule nilipoanza kutangaza mara ya kwanza. Sasa kwa nini sioni mimi tu? Mimi ngoma ya mimi hizi zote zinafanya hii tangulie, kwa sababu kutokana na ubora wake, lakini vile vile hata mapokezi yake. Baada Grammy waangalie ngoma imetrend ama vipi, kama zaidi bora kazi husika. Unabonyeza, ndio maana hata Diamond unajua alisubmit ile Komasa 2023 kama sikosea, lakini haikupokelewa. Sasa inawezekana vitu ni vingi, kwa sababu hatuna watu ndani, ama pengine sisi tunasikia tunasikia ngoma kali, labda kuna uchafu pia unasikika huko ndani, sio? Umeelewa? Yes, lakini ni tuzo kubwa sana. Mimi nilikuwa leo asubuhi nilikuwa na imepita nasoma jarida moja la Grammy au Grammy.com, ilikuwa ina describe Diamond pale. Aliongea vitu vingi, safari yake ya muziki mpaka kwenye kila sehemu. Kipengele cha mwisho kabisa Diamond alikuwa anaelezea kuhusu yeye kuingia kwenye mfano akishinda tuzo ya Grammy, na akasema kabisa, kwamba kitu atakachofanya furaha yake atafanya show bure uwanjani kwenye kiwanja cha Mfura na kutembea ili tu kuionyesha tuzo ya Grammy kwenye maeneo mbalimbali kwa sababu ya furaha na ukubwa wake. Unaweza kuona namna ambavyo hii tuzo imekuwa ikitamaniwa na watu wengi. Harmonize anafunga mwaka vizuri katika za jioni. Wanasema usimkatie mwanaume anayepumua tamaa. Juzi toka Harmonize wasema Harmonize miaka 2 tunatoza size zote kabisa. Toka single game hakuna kitu, lakini Harmonize anaondoka na bendera mwisho wa mwaka. Trust me, tunaongea kwa wazi kabisa. Tunaenda na one. Huyu ndo mshindi zaidi kwa sababu tuzo tunatazamwa. Sasa ameingia ngoma 4. Kwa black this one. Ndio imesababisha nimechisha ngoma hizo, anakuwa Harmonize wa kwanza kutoka. Inawezekana Tanzania bado pia unaweza kumchisha na hii ni kala mingi tu bana, navy blue na matamanio yake. Kwa hiyo na raise hapo anaibuka kidedea. Mimi nampongeza sana na namtakia kila la heri. Cha mwisho tu ambacho niliwahi kuchallenge kidogo, na hili nilisema watu wasichukulie negative way. Mimi kwangu, mimi sio muumini sana wa tuzo hii, nazungumza personally, kwa sababu honestly speaking
tuzo watu wengi hawajashinda tuzo kwenye historia ya muziki duniani, lakini ndio watu bora wa muda wote. Tunamzungumza mtu kama Tupac, kama Snoop Dogg, Mr. Blue kwa upande wa Tanzania. Ni wasanii ambao wameacha alama kubwa. Tupac watu wanaishi lifestyle yake, na kuna watu wanajipatia kipato kwa sababu tu ya muonekano wa Tupac na vitu kama hivi. Hawana tuzo. Sasa focus zaidi isiishi sana. Poa sana. Habari ya masiku. Tuangalie legacy zingine za kuacha katika muziki. Unaweza kuacha legacy kubwa, unaweza kuwa na mchango mkubwa kwenye muziki.